ya TEHAMA bado inakabiliwa na changamoto katika matumizi sahihi, hasa kwa makundi ya vijana, licha ya jitihada kubwa zinazofanyika kuikuza sekta hiyo. Na uongozi wa chama cha mpira wa mikono mkoa wa Dar es Salaam chaendesha mafunzo kwa walimu wa shule za msingi ili kuongeza elimu kwa walimu hao wawe na kiwango cha kimataifa. Na habari ya asubuhi mtazamaji wa Channel 10, karibu sana katika habari ya asubuhi njema. Mimi naitwa Emile Lazarus. Leo ni Jumatano ya Machi 4 mwaka 2026. Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Profesa Riziki Shemdoe amesema kuwa pamoja na jitihada zinazofanyika, sekta ya TEHAMA bado inakabiliwa na changamoto kubwa, hasa katika matumizi sahihi kwa vijana. Akizungumza jijini Arusha katika mkutano mkuu wa 12 wa Umoja wa Maafisa Elimu wa Mikoa na Halmashauri Bara, RIDEOA, amewataka maafisa elimu kuangalia kwa kina namna bora ya matumizi ya TEHAMA isijikite tu katika ufundishaji darasani na maendeleo ya elimu, bali pia kuwafundisha vijana matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii ili iweze kuwaletea mabadiliko chanya. Tunavyowaachia wanavyoenda mbali zaidi, nadhani inaweza kuja kutupa pigo lingine ambalo hatukulitegemea. Tumeenda kwenye TEHAMA tukijua kwamba inatusaidia kwenye mambo ya shule, lakini ukirudi nyumbani unakutana na TEHAMA ya upande mwingine. Afisa elimu wa mikoa na halmashauri Tanzania Bara tunaunga mkono utendaji kazi uliotukuka wa serikali madhubuti ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo imejipambanua kama serikali inayotilia maanani sana matumizi ya TEHAMA. Naye Rais wa Chama cha Walimu Tanzania CWT Suleiman Komba ameomba bajeti zinazopitishwa katika halmashauri ziwe na uwezo wa kutekeleza mahitaji halisi ya watumishi. Bajeti ilitengwa ya matibabu. Ni ajabu kuona mwalimu huyo hawezi kufuatiliwa na kuhakikisha kwamba bajeti ile inayohusu matibabu iweze kumsaidia mwalimu huyo. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Dennis Londo amezitaka halmashauri za wilaya kutoa fursa kwa wajasiriamali wadogo ambao wapo kwenye maeneo yao kwa kununua bidhaa wanazotengeneza ili kuinua kiuchumi. Kauli hiyo ameitoa mkoani Morogoro wakati alipotembelea kushuhudia kazi zinazofanywa na shirika la maendeleo ya viwanda vidogo SIDO na kusisitiza kuendelea kuwaunga mkono wajasiriamali ambao wanazalisha bidhaa zao kupitia viwanda vidogo vidogo ili waweze kufikia malengo yao. Ni lazima tumsaidie kumjengea imani ya kuingia sokoni. Niwapongeze SIDO. Kwa kweli nimekuwa very impressed na hii kongani. Nachoomba ofisi ya rasi mkuu wa mkoa kuona namna gani sasa tunazihamasisha halmashauri zetu, wale kina mama, walemavu na vijana, kuwawekea miundombinu rafiki hapa ili hata wanapotoa mkopo wajue kufuatilia kiurahisi na coordinate kiurahisi hapa, badala ya kuwapa tu cash. Ni vizuri wakajenga majengo, wakajenga facilities na wakawa na shared facilities kwa ajili ya hao wajasiriamali kwa ajili ya shughuli za uzalishaji. Naamini kwa kufanya hivyo tutakuwa tumewasaidia. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa SIDO Sylvester Mpanduji amesema wameendelea kutoa kipaumbele kwa vijana na wanawake wengi ili waweze kunufaika na huduma wanazozitoa. Mahitaji ya maeneo hili ni makubwa sana. Kwa hiyo sisi tumeshaliona hilo, lakini katika budget ambayo tumeiomba serikalini ni kuhakikisha kwamba hili tunaliwekea miundombinu mingi zaidi ili kuweza kufaidisha vijana wengi. Naye meneja wa SIDO mkoa wa Morogoro Joan Nangawe amesema wataendelea kutoa mafunzo ya teknolojia, biashara ili kila mtu aweze kufikia malengo yake. Katika mkakati wetu ni kuhakikisha kwamba mafunzo yanaendelea kutolewa kwa wingi ya teknolojia ya aina mbalimbali, mafunzo ya biashara, upatikanaji wa mitaji, lakini pia tutaendelea kutoa mikopo. Tunao mikopo ambayo tunaendelea kutoa. Kwa hiyo tunawakaribisha vijana waweze kuja kupata hizi huduma ambazo tunazitoa, ziko kwa ajili yao. Watu wengi kwanza hawaamini kama hii gundi inakuwa produced hapa Morogoro. Kwa hiyo tukishafanya production hapa, tunapeleka hii gundi Dar es Salaam ambako ndo kuna wateja wetu wakubwa. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro ni Jimmy Mengele wa Channel 10.
Kwa kuwa maendeleo na ukuaji wa taifa lolote duniani pamoja na ustawi wa watu wake unahitaji ustawi imara wa utunzaji wa mazingira, serikali ya Jamhuri ya Muungano imesema imedhamiria kufungamanisha kwa vitendo masuala ya utunzaji wa mazingira na kwa makabiliano ya mabadiliko ya tabia nchi na maendeleo endelevu. Kauli hiyo ya serikali imetolewa na Waziri wa Nchi, Afisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamad Yusuf Masauni, wakati akitoa taarifa ya serikali kuhusu maadhimisho ya Siku ya Mazingira Afrika inayoadhimishwa kila ifikapo Machi 3 kila mwaka. Katika mkutano huo uliofanyika afisi za Zura Zanzibar, Waziri Masauni amesema serikali itaendelea kushirikiana na mataifa mbalimbali katika utunzaji wa mazingira. Matumaini ya Mheshimiwa Rais wetu, wizara na taasisi za umma, asasi za kiraia, mashirika yasiyokuwa na kiserikali, sekta binafsi na Watanzania wote tutazitumia fursa hizi katika kuimarisha juhudi za kuhifadhi mazingira na kuongeza ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi nchini. Jumuiya ya wanawake wa Kiislamu wilaya ya Bagamoyo mkoani Pwani, JUAKITA, imeendesha mashindano ya kusoma na kuhifadhi Qur'an tukufu kwa watoto wa kike, yakilenga kuwajengea misingi ya dini na maadili mema tangu wakiwa wadogo. Mwenyekiti wa JUAKITA Rehema Malundila amesema lengo kuu la mashindano hayo ni kuhamasisha watoto wa kike kuipenda Qur'an na kuitumia kama mwongozo wa maisha yao ya kila siku. Nataka kumuinua mtoto wa kike ili akijue kitabu chake kitukufu cha Mwenyezi Mungu na kuyajua yale yaliyoko ndani mule, kwani yote tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu ametushushia Qur'ani kwa majambo yaliyoko mema. Tutakapoisoma Qur'ani, yale madhila, yale ghasia za mioyo yetu pia inatakasika. Kwa hiyo nawaomba sana wamama wa Bagamoyo muingie na kuona hii ni moja tu, lakini sisi JUAKITA tunatamani sana na tunatarajia tufanye mambo makubwa zaidi ya haya. Upande wake mgeni rasmi katika mashindano hayo, Alhaji Abdul Sharifu Zahoro, akawasisitiza wazazi kuweka kipaumbele katika elimu ya Qur'an kwa watoto wao badala ya kuwekeza zaidi katika mambo ya kidunia yasiyo na manufaa ya kudumu. Lakini kumbusha Mungu anasema walal akhiratu khairu min al-ula, maisha kesho ni bora zaidi kuliko maisha sasa. Pamoja kwamba lazima tuishi, lazima tusome, lakini lazima watoto waende madrasa wasome ili wapate hofu ya kumwogopa na kumjua Mola wao. Lakini wazazi wengi hawana jitihada ya kupeleka watoto kwenda madrasa, na maana elimu imekuwa wanaosoma Qur'ani watu wachache zaidi. Angalia mtihani, wengi sana hawasomi Qur'an kwa sababu wazazi wao hawahimizi kusoma Qur'an. Baadhi ya washiriki na washindi wa mashindano hayo wamewashukuru JUAKITA kwa kuona umuhimu wa kuandaa tukio hilo, huku wakisema limeongezea hamasa ya kujifunza zaidi. JUAKITA kwa kushiriki mashindano ya Qur'an na kwa kutoa zawadi. Ambao hawajapata ushindi kwa siku ya leo wapambane na Qur'ani, washikamane na Qur'ani. Iko siku Allah atawafanya wepesi, watapata ushindi. Mashindano hayo yamewakutanisha watoto kutoka maeneo mbalimbali katika wilaya ya Bagamoyo, wakionyesha vipaji vyao katika usomaji na uhifadhi wa Qur'an, huku wazazi na walezi wakishuhudia juhudi za mabinti zao katika kujifunza kitabu kitakatifu. Margaret Malisa, Channel 10. Mpango wa Taifa wa Damu Salama kanda ya Nyanda za Juu Kusini katika kipindi cha miezi 6 umekusanya uniti 5,000 za damu, lakini unatajwa kukabiliwa na changamoto ya imani potofu kwa baadhi ya wananchi kukataa kuchangia damu kwa madai kuwa watapata madhara kiafya. Kaimu meneja wa Mpango wa Taifa wa Damu Salama kanda ya Nyanda za Juu Kusini, Daktari Venashia Mwajombe, amekabidhi cheti cha shukrani kwa Damian Kayuni ambaye amechangia damu zaidi ya mara 36 na sasa amestaafu uchangiaji. Wana imani potofu baadhi ya watu wakiamini kwamba kuchangia damu anaweza kapata madhara. Pia wengine wanaamini kwamba akitoa damu anatakiwa toe mara kwa mara. Kumbe sivyo, akitoa damu mara ya kwanza anaweza karudia baada ya miezi 4 au 3 kulingana na jinsia yake, lakini sio lazima. Hata siporudia hawezi kupata madhara yoyote. Lakini pia changamoto nyingine, utapata changamoto ya imani za kidini. Kuna imani nyingine zinashawishi au zinaamini kwamba kuchangia damu ni dhambi. Bado damu inahitajika kwa wingi kutokana na matumizi pia kuwa makubwa. Kusanyo yetu tukichukua hata kwa kipindi hiki cha miezi 6 tumeweza kukusanya 88% ya miezi 6 ambayo sasa na unit 5,000. Kwa makusanyo yako vizuri
lakini bado kama nilivyosema, tunazidi kuhimiza wananchi, kuelimisha wananchi, tuendelee kujitolea. Tiba ya damu inatokana na binadamu mwenyewe, haina kiwanda wala utaalamu wa kuitengeneza. Ili damu iweze kupatikana, basi ni lazima sisi wenyewe tujitoe kuchangia damu, tuguse na tuhamasike sisi wenyewe kwa kujua umuhimu wa kuchangia damu. Vinginevyo hatutakuwa na damu za kutosha katika benki zetu za damu. Bado changamoto tunayo kwa kiasi fulani, hatujaweza kufikia 100% ya upatikanaji wa damu wa hiari. Naye Damian Kayuni akipokea cheti cha shukrani kwa uchangiaji wa damu kwa muda mrefu, amewatoa hofu wananchi ambao wanaogopa kuchangia damu kwa hiari. Nimechangia kwa muda wote huo nilichangia damu, sijapata matatizo ya aina yoyote. Sijawahi kupata tatizo kwamba labda nimeumwa sasa baada ya kutoa damu au nimefanya nini. Sijapata tatizo. Kutoka jijini Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel 10. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Tanga limewataka wananchi mkoani humo kuchukua tahadhari kufuatia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha kwenye maeneo mbalimbali mkoani humo zikiambatana na upepo mkali, huku wananchi hao wakitakiwa kutoa taarifa mapema kwa jeshi hilo pindi yanapotokea majanga mbalimbali kwa lengo la kuokoa watu na mali zao. Wito huo umetolewa na mrakibu mwandamizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ambaye ni kaimu kamanda wa jeshi hilo mkoa wa Tanga, Isa Katara, wakati wa mapokezi ya mtambo wa kuzima moto na kufanya maokozi kwenye wilaya ya Handeni, ambayo ni wilaya inayokabiliwa kwa muda mrefu na changamoto ya ukosefu wa mtambo huo licha ya kuwepo kwa matukio ya moto mara kwa mara. Toe rai kwa wananchi katika kipindi hiki ambacho mvua za masika zimeanza na zinaendelea, kwamba waonapo mvua kubwa inanyesha na sehemu kuna dalili za madhara, wasisite kupiga namba yetu ya dharura 114 ili tuweze kufika na kufanya maokozi. Lakini pia wananchi wao wasikilize ushauri unaotolewa na wataalamu wa wenzetu wa utabiri wa hali ya hewa. Akiongea baada ya kupokea mtambo huo, mkuu wa wilaya Handeni Salum Nyamwese anaeleza athari za mvua ambazo zimeanza kujitokeza wilayani hapa. Tupo kwenye kipindi cha mvua. Watu wetu wanaandaa mashamba kwa ajili ya kuingia kwenye msimu mpya huu wa kilimo. Tumeona mvua hizi zinakuja, zingine zinaleta baadhi ya maafa ambayo tumekuwa mkiyaona kwenye vyombo mbalimbali vya habari. Lakini leo tuko hapa, mnaweza mkaona nyuma yangu tumepata gari kwa ajili ya maokozi. Nasema ni gari ya zimamoto, lakini ni kwa ajili ya maokozi ya matukio ya moto na matukio mengine ya maafa ya dharura yanayotokea. Akieleza umuhimu wa mtambo huo wilayani hapa hasa katika kuokoa watu na mali zao, mkuu huyo wa wilaya amesema kwa gari hili sisi kuwa nalo leo katika wilaya yetu ya Handeni itatusaidia kuweza kuokoa majanga ya moto kwa wakati, na wananchi wetu katika makazi yao, katika biashara, hakuna watu watakaopata dharura za mioto sisiweze kuwawahi mapema. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika wilaya yetu ya Handeni liko imara, lina maaskari wa kutosha, mabingwa kabisa, na sasa hivi wameongezewa nguvu kazi, lakini pia wameongezewa na vifaa. Kutoka wilayani Handeni mkoani Tanga, mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Na katika michezo, uongozi wa chama cha mpira wa mikono mkoa wa Dar es Salaam Dareha umeendesha mafunzo kwa walimu wa michezo katika shule za msingi mkoani Dar es Salaam na mikoa jirani, ikiwa na lengo la kuwapa elimu kuendana na mazingira ya ukuaji wa teknolojia ya sayansi michezoni. Wakizungumza wakati wa mafunzo hayo, uongozi wa Dareha kwa walimu wa shule mbalimbali za msingi mkoa wa Dar es Salaam na mikoa jirani wameeleza umuhimu wake kwa walimu hao na katika kukuza na kuibua vipaji vipya kwa wachezaji kuanzia mashuleni. Tumeleta makusudi kwanza, ndio mara ya kwanza toka tuwe na chama. Tunachohitaji ni kwamba mchezo uwe very active, sababu umelala. Kama unavyoona mchezo mwingine, volleyball, basket, football. Kwa hiyo kuwepo kwa kozi hii, kwanza tunatekeleza maagizo ya Mheshimiwa Makonda, Waziri wa Sanaa, Michezo na Utamaduni. Aliagiza kwamba kila mwalimu anayesimamia michezo ni lazima awe na cheti. Kozi hii inakwenda kuwa chachu kwa walimu, kwa sababu lengo la chama cha mpira wa mikono mkoa wa Dar es Salaam ni kuwajengea uwezo walimu wote ambao wanahusika na watoto katika ngazi ya msingi pamoja na sekondari. Lakini pia ni wito pia kwa serikali kwamba haitakuwa tayari kuona mtu anasimamia michezo kwenye shule ambaye hana utaalamu. Kozi hii itaniongezea uzoefu. Mna naupenda mchezo wa handball kwa sababu tunatakiwa tubadilike.
yani tuwe wapya kila siku. Kwa hiyo course itaniongezea vitu vingi kule shuleni kwangu na wanafunzi wangu. Napenda kuibua vipaji vilivyokuwa vimejificha shuleni kwangu kwa kuwapenda vijana waweze kupenda mchezo huu na kuendeleza vipaji vyao kwa sababu ni ajira pia. Jocelyn Zefania, Channel 10 Michezo. Mtazamaji, mwisho wa habari ya asubuhi njema. Asante na endelea kuwa nasi.